Nitumie nafasi hii kwanza kabisa niwapongeze wazee wote ambao wameunda timu yetu hii ya wazee ya taifa kwenda kushiriki mashindano haya kule Kenya. Hongereni sana. Nipongeze viongozi wenu, kamati tendaji chini ya mzee wetu Mr. Usozi kwa kazi kubwa ambayo anaifanya kuwaunganisha kwa kitu kimoja, na hatimaye wameweza pia kuunganisha kuweza kubeba bendera ya nchi kwenda kuipeperusha kule Kenya kwa ajili ya kushiriki mashindano haya. Kwa namna kipekee kumpongeza sana mkurugenzi mtendaji wa Helpage Tanzania kwa kuweza kusaidia kwa kiwango kikubwa timu hii kuweza kwenda Kenya kushiriki mashindano haya. Hongera sana. Kwanza kabisa niseme wazi, kitendo cha kupeleka timu hii Kenya kitasaidia kukuza diplomasia ya michezo kati ya nchi za Afrika Mashariki na Kati pamoja na dunia kwa ujumla. Tunaienzi diplomasia ya michezo kwa kupitia wazee wetu hawa kwenda kushiriki katika mashindano haya. Ninaamini mtakwenda kwa mabalozi wazuri kule Kenya kuambia kwamba Tanzania ya zamani na ya sasa ni ile ile. Wakati mnacheza mkitokea Tanzania kwenda Kenya, kuna watu wamechezea timu za Kenya hapa. Na sasa hivi mambo ni yale zaidi, yanazidi kuwa moto katika ushirikiano wetu. Nendeni mkacheze kwa moyo kulingana na uwezo mlionao kwa sasa hivi. Tunaamini mtashinda kama alivyosema mkurugenzi hapa. Imani yangu chini ya kocha mzoefu Mzee Kibadeni, kikombe kinakuja Tanzania. Kwenye hili sina mashaka nalo. Tukio hili linatufundisha Watanzania kwamba mazoezi hayana umri. Ukitaka kujenga afya yako, shiriki mazoezi. Watu wakiwaangalia nyinyi nyote hapa, umri wenu ni mkubwa lakini mnaonekana bado mna nguvu na mnaweza kulitumikia taifa hili hata kwa njia nyingine, kuendeleza mchezo wa soka hapa nchini kwa njia ya mawazo na hata kwa njia ya ufundi technical na masuala mengine. Kwa hiyo lazima sisi tulipokee na tujivunie uwepo wenu nyinyi katika safari hii na uwepo wenu katika nchi yetu ya Tanzania. Mtakapoenda kule Kenya mkarudi na ushindi mnono hapa, sisi kama walezi wenu Baraza la Michezo ya Taifa tukae chini na nyinyi tuone hii UMSOTA ni kwa ajili ya fedha za kuchangishana za matibabu fulani anaumwa, kwa ajili ya lambilambi za misiba, au kwa ajili ya nini? Ikiwezekana UMSOTA huu tubadilishe kidogo, tutengeneze mazingira ambayo sio tu kwa ajili ya burudani na kusaidiana katika masuala yale fulani, iwe pia ni UMSOTA ambao ndani kuna elementi za masuala ya kiuchumi ndani yake. Kwa niaba ya Baraza la Michezo la Taifa BMT, ambaye ndio walezi wenu, tutaendelea kushirikiana na nyinyi. Mwaliko ulipitia BMT wakauleta UMSOTA kwamba tuandae timu ya kwenda kushirikia mashindano. Nchi ziko 6: Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda na Sudani Kusini. Tumeandaa timu angalau kwa siku chache, lakini lengo letu kubwa bado kuweka heshima ya nchi yetu na wenyewe tupeane heshima kwa sababu ya matokeo mazuri ambayo tutakuwa kwenda kuyafanya. Na lingine, napenda kuwashukuru baraza kwa hivi wanavyotufanyia, kwa sababu hivi vilikuwa vifanywe na vilabu, lakini vilabu tunamaliza lakini pengine hata watambui kuna kitu gani. Lakini leo baraza kutukumbuka sisi wa miaka 70 80, basi nasema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu na nyinyi awazidishie, mzidi kutukumbuka. Somo la kwetu tumejiandaa vizuri, kikosi kama kinavyoonekana. Pia tunawashukuru Baraza la Michezo kwa kutukumbuka zaidi. Mimi nafikiri iwe ni chachu kwa pia wachezaji wetu ambao wanakuja, kwa sababu na wao watafika huko, na imani watafika hivyo kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, kila mtu anapomkadiria uwezo wake na afya yake na uzima. Kwa hiyo iwe kitu endelevu na iwe kitu ambacho kwa kuwasaidia, kama mfano wachezaji wa zamani, kama tunavyoona mpira kwetu zamani ilikuwa majina makubwa lakini maslahi sio makubwa. Huo ndio ukweli, kwa sababu wenzetu malegend huko wameendelea zaidi. Haya mambo yako mbali sana, tunakwenda huko sisi kwa upande wetu tunakwenda kushindana, kwa sababu mpira ni damu yetu, upo kwenye damu. Japo kuwa mwili hautaki, unasogea kidogo, lakini akili bado zinafanya kazi.